Yoeli 2 tutasoma mstari miwili 28 na 29. Tuanze na Isaya. Biblia inasema, Roho ya Bwana Mungu juu yangu, kwa sababu Bwana amenitia mafuta ni wahubiri wanyenyekevu habari njema. Amenituma ili kuwaganga waliovunjika moyo, kuwatangazia mateka uhuru wao, na hao waliofungwa habari za kufunguliwa kwao. Haleluya. Yoeli 2 mstari wa 28 na 29. Hata itakuwa baada ya hayo, ya kwamba nitamimina Roho yangu juu ya wote wenye mwili, na wana wenu waume kwa wake watatabiri, wazee wenu wataota ndoto, na vijana wenu wataona maono. Tena juu ya utumishi wenu, wanaume kwa wanawake, katika siku zile nitamimina Roho yangu. Sema amen. Nitamimina Roho yangu. Bwana Yesu asifiwe. Roho ya Bwana Mungu juu yangu. Huo ndio ujumbe. Roho ya Bwana Mungu juu yangu. Roho ya Bwana ilipokuwa juu ya Bwana Yesu, yalikuwa ni mafuta ya Roho Mtakatifu yanamiminika juu yake. Haleluya. Yalikuwa ni mafuta yanamiminika juu yake, mafuta ya uwezo, mafuta ya nguvu, mafuta ya ufalme, mafuta ya mamlaka, mafuta ya kuwafungua watu waliofungwa, mafuta ya uponyaji. Haleluya jamani, haleluya. Roho wa Bwana aliposhuka juu ya Bwana pamoja na uungu wake, lakini yalidhihirishwa ya kwamba ni mafuta, ni upako uliotoka kwa Mungu aliye hai. Na katika udhihirisho huo, na kwa neno la Bwana likatenda kazi kwa mwanadamu. Haleluya. Mwanzo wa semina zetu, ukitazama kwa habari ya Roho Mtakatifu, wote walivyosema, walivyosimama, madhihirisho hayo ya uweza wa Mungu tumeona. Haleluya. Tumeona. Haleluya. Tumeona wana wa Mungu. Sasa Roho wa Bwana alipokuwa juu ya Yesu, ndio maana alitembea na nguvu ya Mungu ilikuwa juu yake. Na huyu Isaya aliyatabiri haya ya kwamba atashuka juu yake. Haleluya. Na ilikuwa sasa ni uwezo wa kuwatangazia habari njema wanadamu, waweze kufunguliwa, waweze kutiwa nuru, watoke kwenye mafungo ya shetani, watoke katika utumwa wa shetani. Ndio maana Bwana akasema, njoni kwangu nyinyi nyote wenye kusumbuka na mzigo, nami nitawapumzisha. Maana nilikuwa ni tendo ambalo hata ukiri huu haukuwepo tangu mwanzo, lakini juu ya Yesu ukatamkwa, wenye mzigo walete kwake, atawapumzisha. Na Yesu nakwambia
alikuwa na uhakika kwa sababu ya upako na mafuta yaliyokuwepo juu yake. Haleluya! Haya mafuta ni ya pekee sana. Mtu akipokea haya mafuta, Mungu Baba, Mungu Mwana, Mungu Roho Mtakatifu atakuwa pamoja naye. Haleluya! Na ushindi utakuwa kwake. Ndio maana Bwana Yesu hakuogopa neno la msalaba. Aliangikwa pale msalabani kwa ushujaa wote. Tunaona hata pazia linapasuka, makaburi yanafumuka, watakatifu wanatoka katika vifungo vile walikuwa wanafungiwa, gereza la huko kuzimu. Sasa hivi nakwambia halipo gereza tena. Kwa upako wa Roho Mtakatifu haupo gereza tena. Kuna kufunguliwa, kuna kuachwa huru, kuna kutembea nuruni mwa Bwana katika njia ya Yesu. Na kwambia kuna mwanga, maana neno la